endelea kuongea, ni waombe washiriki wote kwanza tusimame. Naona kuna wengine hataki kusimama. Sasa baada ya kusimama, mwangalie jirani yako, mshike mkono, umsalimie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini baada ya hapo, kabla sijamaliza, unajua kipengele changu kidogo, najua hii ni mara kwa mwaka huu ni mara ya kwanza. Wengine tumekutanisha vituo vyote hapa vya Tanga mjini. Tunao mamudiri wetu wa mahadi hapa pamoja na walimu wao. Tunao walimu wa mashule tunao hapa. Sasa kupitia hadhira hii, hebu mwambie jirani yako akupe namba ya simu, alafu muulize anafundisha shule gani. Badilishane namba za simu. Nadhani ni zoezi la pili. Zoezi la tatu ni waombeni kwa pamoja, tukae kwa pamoja, yani wote kwa pamoja, 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza watendaji wote wa mashule yetu ya hapa Tanga mjini kwa kuhudhuria katika jukwaa hili la kielimu. Naita semina ya kielimu, kwa Kiswahili chake ni jukwaa la kielimu. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa uvumilivu wenu kuanzia jana hadi leo, na hapa tayari tumeshakula ng'ombe mzima, tumebakisha mkia kumaliza. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kutambua uwepo wa mudira wetu. Kwa pamoja ndio watambulishi, tunaye mudira wetu hapa Markaz Al-Ansar, na kwa ridhaa yenu nitaongea mimi, lakini pia nitampisha kwa nafasi yake, kwa ukubwa wake, aongee na nyie. Kama kuna mambo mawili ameandaa, basi ataongea na nyie. Lakini baada ya hilo, yamezungumzwa mengi sana. Mada kuanzia jana zimezungumzwa za kutosha. Kwa mujibu wa ratiba yetu tulikuwa na mada kama 7 hivi, ambazo mada hizo ziliwasilishwa kwa kiwango cha juu sana. Wawezeshaji baada ya kupita huku kupata taarifa, feedback kwa washiriki, wallahi wamefurahi sana. Kwa hiyo niwaombeni sana sana sana, yale ambayo tumekumbushwa hapa tuyafanye katika utendaji. Itakuwa ni kazi bure kwamba umewasilishwa hizi mada kwa siku 2, halafu utendaji wa haya, utekelezaji wa haya yanakuwa sio katika kiwango kilichotegemewa. Kwa hiyo niwaombeni sana, yaliyofikishwa ni jukumu letu kubeba na kuenda sasa katika vituo vyetu, kuvaa ule uhusika wote na kuanza kufanya kazi. Katika muktadha huo ni wakumbushe, hakuna elimu bila mwalimu, hakuna elimu bila mwalimu. Kwa hiyo nafasi yako kama mwalimu una nafasi kubwa sana, utakuwa uijue.
vituo hivi vimeanzishwa na hawa waasisi wa Ansar, lakini nguvu kubwa walioifanya, wametukopesha imani, basi sisi tuwalipe malipo ya kiutendaji kwa kiwango kilichokusudiwa. Kilichokusudiwa kutoka kwenu, kinachotakiwa kufanyika kutoka kwenu ni mambo mengi sana. Kwa muktadha huu, ni waombe sana mtambue mambo matatu ambayo nataka kuwasilisha. Nini taasisi inahitaji kutoka kwenu kama watendaji? Ni kitu gani na kitu gani taasisi ya Ansar Muslim Center inahitaji kutoka kwenu kama walimu, kama mashehe, kama maduat na kadhalika? Kubwa zaidi, baada ya kuanzisha hivi vituo, tunachokihitaji kama taasisi, tunahitaji uwajibikaji. Tusiwarudishe nyuma wale ambao wameanzisha. Na tukizungumzia swala la uwajibikaji, ni kufanya majukumu ambayo uliopangiwa kwa mujibu wa miongozo na taratibu zilizokuwa pale shule. Mwalimu wahi fundisha, amefundishwa mengi. Kwa hiyo tunahitaji uwajibikaji. Taasisi inahitaji uwajibikaji wenu kuwafikishia wale ambao tunao kule mashule kwa wanachokitaka kutoka kwenu. Lakini jambo la pili, taasisi inayohitaji kutoka kwenu ni utekelezaji wa majukumu kwa ubora uliokusudiwa. Ndio maana semina yetu imejikita katika majukumu. Kwa hiyo kinachohitajika kutoka kwetu sasa, inshallah tuazimie kutoka hapa, tukitoka inshallah tutatekeleza majukumu tuliopewa na wakuu wetu wa vituo. Tutafanya majukumu hayo kwa mujibu wa mipaka yetu. Usije sasa umekuja kwenye semina hapa kwamba nimeshapata taarifa, nishapata elimu, natakiwa nifanye kazi, wewe unalala shule kabisa, kubehuruhusiwa kulala shule. Au unafanya jambo ambalo hujakabidhiwa kwa mujibu wa taratibu za shule. Lakini kingine tunachohitaji kutoka kwenu ni nidhamu na kuwa mfano bora kwa wanafunzi. Sidhani kama hapa tuna walimu wa Kristo. Hapana. Sisi kama taasisi, malengo yamefanywa mengi kutengeneza hivi vituo, lakini nafasi yako wewe kama walimu, kama mtendaji, tunahitaji uwe mfano bora kwa hao ambao unawafanyaje, unawaongoza, kwa hao ambao unawafundisha. Aibu kubwa kuona mwalimu yeye ndio mtu wa kwanza kuvunja taratibu zilizoko shule. Ni aibu kubwa. Ni aibu kubwa kuona mwalimu yeye ndio mchochezi wa migogoro makazini. Ni aibu kubwa. Ni aibu kubwa kwa mwalimu wewe ndio unakuwa mwanafunzi shuleni. Hiyo ni aibu kubwa. Kwa hiyo tunaombeni sana muwe mifano bora. Ukifika makazini muwe mifano bora. Muwe na athari kwa watoto wetu. Watoto, wazazi wametuamini. Kuna shule ngapi hapa Tanzania? Lakini kwa nini wameamua kuchagua shule zetu za kitaasisi? Sasa umechagua kuwa mwalimu katika shule ya taasisi, basi kuwa mfano bora, unauleta athari kwa wale ambao unawafanyaje, unawaongoza kule shule. Lakini pia tunachohitaji kutoka kwenu ni kufuata miongozo, sera na taratibu zote za kitaasisi. Unajua, huwaga napenda kutoa mfano. Biriani ni tamu sana. Lakini uwezo ukachukua biriani ukachukua perfume ukaweka pale. Kila kitu kinawekwa kwenye nafasi yake. Perfume ukipaka inanukia vizuri, lakini biriani ukila unasikia furaha kabisa. Kwa hiyo kila kitu tuweke katika nafasi yake. Kwa kufuata miongozo, taasisi inao miongozo mingi kwa sababu tumeshaamua kuwa ni watendaji katika taasisi. Lazima ujue sera zote za kitaasisi. Sera zetu za taasisi ni zipi? Niwakumbushe, mpaka sasa hivi tuna sera kama 4 hivi, 4. Tunao sera ya elimu. Kwa hiyo kitabu hicho kama mtendaji, au mwongozo huo wa sera ya elimu kama mtendaji lazima uwe nayo. Ujue taasisi inahitaji nini, watakuwa ufanye nini kama mwalimu. Lakini pia tunao sera ya da'wa. Tunao walimu ambao tunaona wapo katika vituo vyetu, lakini ukiangalia the way wanavyofanya mambo ni tofauti na ile miongozo ambayo taasisi imejiwekea. Naombeni sana walimu tufahamu hizo
miongozo ya taasisi, sera ya dawa. Ni aibu kuona mwalimu wa mtendaji wa taasisi anashirikiana na mashia. Aibu kubwa. Tena si kushirikiana tu kawaida, yani kushirikiana ile 100%. Ni aibu kubwa sana. Hatujasema tuwatenge, lakini ni aibu kubwa, haitakiwi. Ni aibu kumwona shekhe wa dawa au shekhe au mtendaji katika vituo vyetu anaamiliana na watu ambao hawapo katika manhaji zetu. Aibu kubwa. Kujua yote hayo, lazima ujue miongozo na sera za taasisi. Ukijua hilo, lakini pia ni aibu mpaka sasa hivi umefanya kazi ndani ya Januari mpaka sasa hivi huna mwongozo wa utendaji. Tulitoa kwa wakuu wa shule wote kwamba miongozo ya kiutendaji watendaji wote wapewe. Kuna muda ule mwongozo ukiusoma unajua kabisa hii sehemu mimi naweza kufanya kazi, hii sehemu au siwezi kufanya kazi. Kwa hiyo kufuatilia hao yote, basi utajua tutakuwa hatupati shida. Sasa na tukifuatilia, tukipita, inakuwa ni rahisi kwamba huyu mtu anafahamu miongozo na taratibu zingine za kitaasisi. Niwaombe sana walimu wangu hapa wapo, mama zangu, dada zangu, wadogo zangu, pitieni hiyo miongozo, wala hutopata shaka. Lakini baada ya hapo pia watakiwa ufahamu swali la pili, watakiwa ufahamu wanafunzi wanahitaji nini kutoka kwako wewe mwalimu. Baada ya sisi taasisi tumekuainishia tunachokihitaji, pia tambua wanafunzi wanahitaji nini kutoka kwako. Kuna baadhi ya walimu hawajui mpaka kesho kwa wanafunzi wanahitaji nini kutoka kwao. Kwa hiyo niwaombe sana, wanafunzi wana mambo mengi sana wanahitaji kutoka kwenu. Nyinyi ndio wataalamu. Fani hii ya ualimu inazalisha wataalamu mbalimbali. Madaktari wametokea kwenye ualimu, mainjinia wametokea kwenye ualimu. Kwa hiyo hii daraja ya ualimu, bali mwenye kuivaa, ni daraja kubwa sana. Kwa hiyo iheshimishe hii kazi, iheshimishe kivitendo na kimambo mengi. Lakini kinachohitajika mwanafunzi anachokihitaji kutoka kwako, anahitaji ufundishaji bora na unaoeleweka. Kuna mwalimu mmoja yeye ni bora, yani ukiangalia vitu vyake form 1, form 4 ana division 1. Ukienda form 6 division 1, chuo first grade, lakini akiingia darasani haeleweki. Kwa hiyo wanachokihitaji wanafunzi kutoka kwako ni ufundishaji bora, lakini pia unaoeleweka. Sio unaingia darasani unafundisha. Kwa hiyo niombeeni sana kupitia majukwaa haya, tumetumia muda wetu jana na leo, yale ambayo tumeyachukua basi tuyafikisheni kwa vitendo. Lakini mwanafunzi anahitaji nini kutoka kwako? Anahitaji maadili na malezi mema kutoka kwako. Maadili mema na malezi mema. Walimu tunahitajika kuwa na saikolojia ya elimu uzuri. Tunao walimu wakufunzi wetu pale wametufundisha mambo mengi. Ukiwa mwalimu lazima ujue saikolojia ya elimu ni nini. Mtu akiwa na tatizo hili anatibiwa vipi? Akiwa na jambo hili anatakiwa afanywe vipi? Hapana, lazima uajue yote hayo. Ukishajua kwako mambo yanakuwa ni rahisi na kadhalika. Kwa hiyo hilo ni. Lakini pia wanafunzi wanahitaji motisha kutoka kwenu. Kama watendaji katika vituo vyetu, wanafunzi wanahitaji motisha kutoka kwenu. Usiwe mwalimu wa kuvunja mioyo wanafunzi. Wewe huwezi lugha hizo. Nakumbuka mimi wakati nifundisha pale Alpha Boys, kuna mzazi mmoja alikuja kufika, na naurudia huu mfano kwa jamii kwa pamoja tufahamu. Ndio naanza kufundisha kipindi hicho 2015. Akaja mzazi mmoja, yule mwanafunzi alikuwa ni mkorofi sana. Mzazi tukaitwa kwa kikao, mimi nikaulizwa, vipi kikao? Wakuu wakaambia huyu hamna kabisa, bure kabisa, set. Kumbe baadaye nakuja kupata elimu, kumbe haitakiwi mtu kujibiwa mzazi namna hiyo. Uzuri jana uwasilishaji wa huduma bora kwa nani imefanyika. Kwa hiyo naombeni sana tuyafanye katika mazingira haya. Lakini jambo langu la tatu ambalo nataka kuwasilisha, walimu wanahitaji nini kutoka kwenye taasisi? Yaani nyie baada ya kuhitaji nini kutoka kwenu, na nyie mnahitaji nini kutoka kwetu? Maswali hayo lazima tujiulize. Nahitaji nini kutoka kwetu? Leo hii tumekaa tunasikilizana, nahitaji nini kubwa ambayo mnayohitaji? Mnahitaji mazingira bora
ya ufundishaji na ujifundishaji, na walillahi alhamd, taasisi inajitahidi. Walimu sasa hivi mnalipwa kwa wakati, walimu mashuleni chaki za kutosha, vitabu vya kutosha, kila kitu sasa hivi mashallah ni vizuri. Uzuri ofisi ya katibu ipo kama daraja lenu, ipo kama watendaji wenu, inafikika. Viongozi vijana kabisa, shapu kabisa, kurugenzi wanafikika, kurugenzi wanafikika. Kwa hiyo kwa hiyo ni muombeeni kupitia nafasi hizi za ofisi ya katibu, muitumie vizuri, mfikishe majambo yenu yafanyiwe to the excellent. Lakini pia taasisi inahitaji kutoa vifaa kwenye mashule. Mnachohitaji kutoka kwetu, tunahitaji vifaa na rasilimali nzuri za kufundishia. Inshallah tuna mpango mkubwa katika hiyo 2026 28, kuna karakana kubwa tutaliandaa huko baadaye. Tunafikiria kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wetu, tutumie karakana lipi, aidha tutumie kompyuta, tutumie nini, ili tuendane na matakwa ya serikali. 2028 kila shule lazima iwe na mikondo mingapi, iwe na mtaala wa amali kivitendo. Kwa hiyo inshallah ikifika hatua hiyo, nadhani wataalamu wangu hapo tutatoa mawazo mazuri ili tufikishe. Lakini pia nyie mnachohitaji kutoka kwetu, mnahitaji mafunzo. Ndio maana tumekaa kama ofisi, tumekaa kama taasisi, tukaona kuna haja kubwa ya kukutana na walimu, kuongea nao. Walasafi shadidi, kuna baadhi ya walimu hawajafika. Sisi hatutokata tamaa, tutafika kwa wakati, tutaandaa ratiba. Jukumu letu sisi tutafanyaje? Tutayafanya. Lakini waombeni vikao kama hivi kidogo, hawa walimu ambao hawajahudhuria basi wafikishiwe, waambiwe umuhimu haya mambo. Kwa maana taasisi yoyote bila elimu endelevu, hakuna semina kama hizi ndio zinazoweka uhai wa taasisi. Leo hii mashallah tuna walimu wamepata vitu kibao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tunatekeleza, mwisho tutakuja wajibu wenu tutajua nani. Lakini pia mnachohitaji kutoka kwetu, maneno mazuri, mawasiliano mazuri, trusting. Unajua hawa walimu waliokaa hapa wote ni wataalamu, na wengine ni bora kuliko sisi tuliokaa huku mbele. Namna ya kuishi nao ni maneno mazuri, kuongea nao vizuri, kuwaaminisha, kuwa recognize. Na walilahi alhamdu yameshaanza kipindi, lakini tunaendeleza. Tuna recognize sasa matokeo mazuri, tuna recognize mwalimu ambaye anawajibika. Yaani alhamdulillah taasisi inafanya hivyo sasa. Na tunaombeni asiyeshukuru kwa yai, hata ukimpa kuku hawezi kufanya hicho kidogo tunachowapa, basi kishukuruni. Hata kama unasema ni yai, basi shukuru hilo hilo. Huko tukiendelea kuombea dua na malengo, tusitoke kwenye malengo ya taasisi. Taasisi hii imeanza nyonge, walilahi alhamdu, mambo yanaenda taratibu. Kwa hiyo mambo mazuri hayahitaji haraka. Tuzidini kula mtori, nyama zipo chini, tutakutana nazo inshallah. Lakini pia baada ya kujiuliza hao maswali, kuna jambo ambalo nikasema kuna haja kwa ridhaa yenu ni itoe elimu kidogo, tupeane miongozo, tupate elimu. Kuna kitu kimoja kipo kama tatizo katika mashule yetu, kwamba hatuwezi kufaulisha. Yaani sisi Arafa Abisina, sisi wazee wa CC tu, sisi tutokeni na hiyo dhana. Tunaweza jamani, tunaweza. Nitawapa vitu ambavyo vinavyopelekea kuwa na matokeo mazuri. Kwa nini baadhi ya shule hufanya vizuri zaidi kuliko shule nyingine? Kwanza mentality, tuwaombe ondoeni hiyo mentality kwamba hatuwezi kufaulisha. Tunaweza. Madigrii hapa, masters, majamia hapa yapo, thanawi yamejaa kibao hapa. Kwa nini sasa unasema wewe huwezi? Kama sisi tunatekeleza majukumu yetu, kwa nini wewe unasema huwezi? Kwa hiyo kasema tubadilishe, tushare mawazo kwamba kwa nini shule nyingine zinafaulisha sana na kwa nini shule nyingine hazifaulishi sana. Kwanza kinachopelekea hali hiyo, kwa nini zinafaulisha sana na nyingine hazifaulishi sana, ni swala la utawala bora au uongozi bora. Unapopewa majukumu lazima uwe kiongozi bora,
kiongozi mzuri, unaojali matatizo ya watu, unaongea lugha nzuri. Kwa hiyo utawala bora hii inamtengenezea mtu trust. Nakumbuka sisi kwa tufundisha, kuna miezi ikifika tunapoa maneno mazuri, tunapoa maneno mazuri, miezi miwili una maneno mazuri inshallah, lakini tufanya vizuri kwa maneno mazuri, lakini kwa maneno. Kwa hiyo pakiwa sehemu ambayo haina maneno mazuri, tarajia matokeo yanakuwa mabaya. Pakiwa na sehemu ambayo ina maneno mazuri, wallahi mambo yanakuwa mazuri. Lakini pia kinachopelekea hali hiyo kuwa na matokeo mazuri au mabaya ni kukosa kuweka malengo na mikakati bora. Unapokuwa mwalimu, anza na wewe mwenyewe, jifanyie tathmini. Ushawahi kufanya malengo ya somo lako? Panda ngazi ya pili. Mwalimu wa taaluma, umeshawahi kufanya malengo ya shule? Panda ngazi ya tatu. Tukikosa malengo, tutakuwa ni wale watu ambao tunakimbiza mwizi alafu tunaacha mlango wazi. Automatically itakuwa hakuna jambo tunalofanya. Kwa hiyo tuwe na matokeo bora, lazima tuwe na malengo binafsi, general na kadhalika. Tujiwekeni malengo. Niombe tukitoka hapa, tukirudi vituoni, kila mwalimu awe na malengo yake. Mwaka huu nataka A 20, nataka A 30. Inawezekana. Wakuu wa shule, wakuu wa vituo, kuna haja pia malengo ya walimu. Kuna mwalimu mwingine malengo yake yeye anasema mimi nataka mpate 0, alafu mwenyewe hujui. Kwa hiyo wakuu wa mashule na wakuu wa vituo, mwakusanye malengo ya walimu pia muangalie. Sikute wewe enda huku, mwenzio enda kule. Lakini pia kinachofanya matokeo aidha kuwa mazuri au mabaya ni ufuatiliaji. Sasa hapa kwenye ufuatiliaji ndio kuna shida. Watu wamekasimikwa majukumu, wewe unayefuatiliwa hutaki. Nidhamu, tunapokuwa wengi kama hivi lazima pawe na kiongozi. Tumekasimisha baadhi ya watu majukumu, wakurugenzi. Leo wakurugenzi wanafika mashuleni, maneno tabu sijui na nini ya nini. Tukikubali kufuatiliwa, tutakuwa na matokeo. Sehemu ambayo haina ufuatiliwaji, haina matokeo mazuri automatically. Kwa hiyo niwaombeni wakurugenzi zangu, jamani, niwaombeni sana ufuatiliaji. Tunataka matokeo mazuri, lazima tuwe na ufuatiliaji. Ufuatiliaji ni kuanzia ngazi ya wewe nyinyi wakurugenzi, wakuu wa vituo, walimu wa nidhamu, walimu wa madarasa, ufuatiliaji, mwalimu mwenyewe, ufuatiliaji kwa wanafunzi. Kwa hiyo ngazi inashuka kutoka juu mpaka chini. Lakini pia jambo linalopelekea matokeo aidha kuwa mabaya au mazuri ni masuala ya nini? Ya malipo. Shule nyingi sasa za Kiislamu zimekufa kwa sababu ya malipo. Jamani, niwaambie kitu kimoja na waibia siri. Taasisi yetu walillahi alhamdu, yani inalipa mishahara. Walimu wanalipwa mishahara kuanzia Januari to Disemba. Fuatilia hizo taasisi zingine ambazo zipo mnazojua nyinyi. Msifananishe na wale makubwa ambao wanataka mishahara mikubwa na ile 80 laki 9 milioni huko achana nao. Kinachopelekea matokeo kuwa mazuri au mabaya ni mishahara, lakini taasisi jitahidi. Lini taasisi imekaa haijalipa mtu mshahara? Tena siku hizi kwa wakati ikifika tarehe 18 20 watu tala albadru alaina, wajibu tala albadru alaina. Kwa hiyo tuombeni jamani, sisi tumewaamini, tunafanya hayo, basi tuhakikisheni basi mambo mnafanya kwa vitendo. Lakini pili, la mwisho la sita nalopelekea matokeo kuwa mazuri au mabaya ni ushirikiano. Ushirikiano. Mwalimu mkuu humuongeleshi sekandi wako. Sekandi wako humuongeleshi mtaaluma wako. Kuna jambo jamani, ushirikiano. Ushirikiano huo una pande utatu ule wa ushirikiano uwepo. Wadau wa elimu mepewa. Kuna wadau wa elimu kuna wadau wa elimu, wazazi, lazima tuweke ushirikiano. Aibu mwalimu wa darasa mpaka leo kuna baadhi namba za wazazi hana, mtu namba za wazazi hana, afu mwalimu wa darasa. Kwa hiyo niombeeni sana walimu, tukifika huko basi chukua na namba za wazazi wote, wapigie simu, waulize, wape maendeleo ya watoto, ushirikiano. Lakini pia hatuwezi kuwa na matokeo mazuri bila nidhamu na kadhalika. Kwa hiyo zipo sababu nyingi, lakini kingine kinachofanya uhai sasa wa taaluma yetu, wa vituo vyetu kuwa na matokeo mazuri,
kuwa na hatua nzuri ni swala zima la successional planning. Successional planning ni jambo la kuandaa viongozi wa baadaye. Successional planning. Na kila shule lazima iwe na successional plan. Successional plan ni ule urithi wa uongozi. Kwa maana wakuu wa shule wanakuwa wawili, invisible, mmoja anaonekana, mmoja haonekani. Mwalimu wa darasa anakuwa wawili, mwalimu wa taaluma anakuwa wawili darasani, mwalimu wa darasa anakuwa wawili. Ili kesho likitokea dharura yoyote inakuwa ni rahisi kufanyaje? Kureplace zile nafasi. Ni waombeni wakuu wa vituo, tutengenezeni huu mpango wa successional planning katika vituo vyetu. Na zipo sababu nyingi ambazo zinasababishia kwa nini tunaamua kuadapt successional planning. Yataweza katokea kifo, mtu kafariki ghafla, alafu hamna mtu anaweza kubudu mwenye uongozi. Yaweza katokea mtu amestaafu, kaachishwa kazi. Lakini pia katokea mtu ameresign, kaamua kujiuzuru. Mkuu wa shule kaamka from nowhere, bwana mimi nimechoka kufanya kazi. Na sasa kama hatujaandaa watu mfumo, kama mkuu wa shule hujaandaa hiyo mpango kazi wa successional plan, lazima tutayumba. Lakini pia inaweza katokea in discipline cases, nidhamu mbovu ya watu ambao tumewapa majukumu. Tumekupa majukumu mbadhilifu, tumekupa majukumu, wewe ndio kiongozi wa mabaya, wawataka wanafunzi, wawataka mwisho wanakaa jela. Kwa hiyo vitu kama hivyo, lakini mambo mengi yanayosababisha. Kwa hiyo niwaombeni sana ili kuendea yote haya lazima ili kuendea yote haya lazima kila mtu atimize wajibu wake kwa nafasi yake, lakini masharti na vigezo kuzingatiwa. Yaani kwa maana utimize majukumu yako kwa mipaka yako, utimize majukumu yako kwa nidhamu ambayo tumetuelezea na kadhalika. Tukifanya hivyo, taasisi yetu itakuwa bora sana. Kwa uchache huu wa maneno yangu niombe ayakamilishe na mudira wa taasisi. Lakini pia kabla hajaongea ni waombe watendaji tufahamu kwamba kwenye ile miongozo tunalo baraza la wanawake. Pitia kutoka kwenye zile, tunalo baraza la wanawake, tunalo vitengo vya hisba vipo hapa, tunao watu wa idara ya elimu wapo hapa. Kwa hiyo niwaombeni sana pite huko. Sasa nyingine za kwenye utendaji wako wamjua mtu mmoja, tunamjua mudiri pekee yake. Mudiri ana watu hawezi kufanya kazi pekee yake. Kwa hiyo pitie ile miongozo ili ujue hili swala hili nalipeleka pale, hili naenda pale. Niombe kwa ridhaa yako na mudira